Uhali gani mtazamaji wa Nyayo TV, ni tumaini langu mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Bwana, kama ilivyo ada yetu, leo timu nzima Nyayo TV imekita nanga panapo na kambi au tuseme mgundi wa bodaboda uliopo hapa pande za Mbagala Rangi Tatu, na tuko hapa kuzungumza na hawa ndugu zetu juu ya suala la bei ya mafuta kupanda na kwa namna gani lina athiri kwa namna moja au nyingine biashara yao. Bwana, mambo vipi? Safi, mambo vipi? Fresh kabisa. Fresh kabisa. Habari za siku bwana? Salama. Bwana, nazungumza na nani? Unazungumza na Habibu Ali Mohamed, mwenyekiti wa bodaboda Mbagala Rangi Tatu. Kikundi ni cha Petro Group. Bwana, mwenyekiti wa bodaboda hapa Mbagala, kama sijakosea, usiku wa kuamkia leo bei ya mafuta imepanda. Wewe kama mwenyekiti na bodaboda kwa namna moja au nyingine ambao unawawasilisha wenzako, mmelipokeaje hili swala? Mafuta kupanda ni pigo, na sisi madereva kwetu tunahesabu ni janga la kitaifa, kwa sababu sisi tunategemea abiria wetu. Kupanda kwa shilingi 1000 nadhani na something, kitu ambacho kwetu sisi inatuumiza, kwa sababu sasa lita inatulazimu tununue 2820 lita moja. Lita hiyo ambayo ina uwezo wa kwenda kilomita 24 tu, ukaweka tena mafuta mengine. Kiufupi sisi tunaomba serikali iweze kutusaidia. Moja ya kutusaidia, hili limekuwa ni janga la kitaifa, kukaa pamoja na sisi kwa kipindi hiki kigumu cha wasafirishaji. Sisi ni wasafirishaji, tunazunguka mkoa mzima wa Dar es Salaam, tunaufahamu. Unajua kama unavyofahamu bodaboda, sisi tunazunguka mkoa mzima wa Dar es Salaam, mpaka tunarudi nyumbani tushazunguka Dar es Salaam nzima. Umefahamu? Kwa hiyo sisi tunaomba serikali iweze kutusaidia katika kipindi hiki, kwa sababu tunanunua lita shilingi 2800 na tunafahamu ilikuwa ni 3820 3820. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kutusaidia. Naam. Sawa, tunaomba serikali iweze kuwasaidia kwenye hili ambalo limetokea. Na unadhani hii issue ambayo imetokea kupanda kwa mafuta, nyie mlijiandaa nalo? Kwa sababu wanavyosema ni kwamba vita vya Irani na Marekani ndio imefanya mpaka bei ya mafuta ipande hivi. Ni jambo ambalo mlilitegemea kwamba litatokea hivi karibuni? Kwa kweli sisi ni wafanyabiashara wadogo, sisi hatujaweza kujiandaa kujikamilisha. Sisi sio wafanyabiashara wakubwa. Sisi kwa siku tunatumia mafuta shilingi 21,000 wa bei ya shilingi 2800 kwa kawaida yetu ya kila siku. Tunatumia shilingi 21,000 siku nzima. Sasa leo tunashindwa kufikia hatua ya kujaza full tanki. Umenielewa? Na ndio maana hiki kidebe ninachozungumzia 2021, si ndio? Ni kidebe. Lakini pamoja na kuwa ni kidebe, hata kama anajikamilisha kwa kipindi hiki, anajikamilishaji, anaweka mafuta katika tanki yake, full tanki lita 10. Baada ya kuisha hiyo lita 10, kwa sababu lita 10 haiwezi kusurvive siku 3. Yaani kiufupi sisi hatujajiandaa nalo, japo tunayo taarifa ya mfumuko wa bei. Wakati wowote mafuta yanapandwa, katika kupanda ongezeko la namna hii ni ongezeko kubwa sana, na mimi na imani serikali waiangalie pia pamoja na wafanya biashara. Tunafahamu kuwa madepo yao itafika hatua nao kuna wakati yatakosa cha kuweka huku tunapoelekea mbele, na tunaenda katika mfumo ambao tunawezekana, pamoja nitakuwa najijibu, inawezekana tukafika zaidi ya hapa, lakini vile vile isifike hivyo. Yaani serikali iliangalia hili kama ni janga upande wetu, wakae na wafanya biashara wa mafuta wazungumze nao, kuna namna au njia mbalimbali washushia tu wao kodi ili na sisi tunufaike, kwa sababu tutakapokuwa umempunguzia mfanyabiashara kodi, yeye ana uwezo wa kuturahisishia, kwa sababu serikali imelipa kitu fulani. Kwa hiyo wito wako wewe kwa serikali ni kuomba kwamba waweze kuwapunguzia kodi kwenye hii issue nzima ya mafuta, ili kidogo wawekee unafuu wa biashara ambayo mnaifanya? Kwa sababu watakapowapunguzia wao kodi, sisi mimi na imani hata wao wafanya biashara sisi huku watatupunguzia hii wanasema nini, ni kitu gani? Senti ya isa
itapunguza kidogo. Na huo ni wito ambao umeomba serikali. Nina imani ni kwamba ni jambo ambalo litawafikia kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kwenye hili suala la mafuta kupanda, wateja wenu wamelipokea kwa namna gani kuanzia jana ilipotangazwa usiku wa kuamkia leo na mpaka sasa hivi? Biashara mpaka sasa hivi tunapozungumza hapa inaenda kwa namna gani? Kwanza kwa siku ya leo, tarehe moja ya leo, kwanza biashara imekuwa ngumu sana. Yaani imekuwa ngumu kiasi kwamba kwanza asubuhi ilikuwa kama ni maandamano ya hawa madereva wa pikipiki kujadili, kwa sababu ile inavyosoma 3820 kwao imekuwa ni hatari, umenielewa? Na pia hata biashara leo, abiria unamwambia nitakupeleka sehemu aliyoizoea kwenda kwa shilingi 2000, unamwambia nakupeleka shilingi 3000, pia anakaa na kujiuliza mara mbili. Yaani umekuwa ni mfumuko wa bei, na mimi na imani serikali imefanya makusudi kwa sababu ya hali ya kidunia, mapigano na vita yanayoendelea huko. Kwa hiyo sisi huduma tunaipata sasa kwa shida. Kwa hiyo bado tunaomba tu serikali tusaidie, kwa sababu chochote kitakachokuwa ni janga la kitaifa, sisi tunalilia Tanzania. Hatulilii mtu, tunalilia Tanzania. Sisi tunaiomba Tanzania. Naomba serikali ya Tanzania iweze kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Kwenye hilo ambalo tunalizungumzia hapa, kuna jambo lingine ambalo limekuwa limejitokeza. Inawezekana labda mmekaa kwenye mgundi wa bodaboda au kijiwe cha bodaboda na mkawa mmekubaliana kwamba jamani, kuanzia leo kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani kwamba gharama ya usafiri ni kiasi fulani, na wengine wakawa wanakiuka. Nyie kwenye kituo chenu mmejipanga kwa hilo? Kwa hili sisi tumekubaliana kitu kimoja. Kwa kawaida Mwenge walikuwa wanaenda shilingi 8,000, kwa sasa itakuwa wanaenda shilingi 10,000. Kariakoo walikuwa wanaenda shilingi 3,000, kwa sasa wanaenda shilingi 5,000. Na hii ni biashara huria, umenielewa? Ni maelewano baina ya mteja na mmiliki wa pikipiki, yaani dereva, anazungumzia ni dereva. Kwa hiyo sisi tumejipanga katika hilo, kwa maana sisi huduma tutaendelea kutoa, sawa, lakini wakati huo huduma zetu zinatoka kwa namna moja ama nyingine kwa makubaliano ya sisi. Tulikuwa tunaelekea kwa shilingi 2,500, kwa sasa tunaongeza shilingi 500, na sio makusudi. Pia tunawaomba wateja wetu waweze kutupokea katika kipindi hiki kigumu, wasione kama sisi tunawanyanyasa. Tunawaomba wateja wetu watupokee, wala wasione ni hatari sana. Hapana, watusupport kama walivyokuwa wanatusupport, kwa sababu tulianza na huko bei ya shilingi 1,000 mpaka tumefika shilingi 2,000. Tunaomba sana wateja wetu. Nini wito wako kwa kwenda kumalizia? Nini wito wako kwa serikali na kwa abiria wenu? Mimi naanza na abiria. Abiria kipindi hiki kwanza wapokee hii hali, kwa maana sio dereva wa pikipiki anayesababisha, kwa maana yeye kaongezewa, yani ongezeko haijawahi kutokea Tanzania kupandisha kiasi hiki katika sheri, lakini leo hii tumeongezewa shilingi 1,000 nzima, umeelewa, na change yake juu. Kwa kama haijawahi kutokea, basi na wao wapokee hiki kitu. Sio makusudi ya dereva wa pikipiki. Tunaomba abiria wetu waende kutusapoti, kwa sababu ndio kazi na ni biashara, na hizi biashara huwa sisi watu wa pikipiki hazitumii hizi gesi, hizi zinatumia petroli, na petroli kuipata ishakuwa ni issue. Kwa hiyo tunaomba tu sana abiria wetu waweze kutusapoti katika kipindi hiki. Bwana, nilikuwepo hapa Mbagala kwenye kituo cha bodaboda cha Mbagala Rangi Tatu, nikiwa nazungumza na miongoni mwa wenye viti au mwenyekiti wa kituo hiki. Tumezungumza mengi sana juu ya hili swala la mfumuko wa bei, hasa tunapozungumzia mafuta. Wenyewe wanasema kwamba imeongezeka shilingi 1,000 na visenti juu. Ni wito wake au ni wito wa madereva wengi wa bodaboda. Huyu ni kama mtu ambaye amekuja kurepresent au kuwakilisha. Ni wito wake kwa serikali uweze kuwasikiliza maombi yao, waweze kupunguza gharama hii ya mafuta ambayo imepanda kwa kiasi kikubwa sana. Bwana, hii ni Nyayo TV na nyuma ya kamera niko na mwanangu mwenyewe Clay, CEO wa Clay
Media. Thank you for your time. Until next time.